asifiwe. Amen. Amen. Mimi ni maarufu kwa jina zaidi Mama Alua au Lightness mtoto wa Nabii Joshua. Mama Alua au Lightness mtoto wa Nabii Joshua. Sisi tunajua mama wa milimani. Mama wa Kisosa. Aha. Karibu. Asante. Karibu sana. Yaani baba mimi nimekuja kushuhudia. Ndio. Lakini mtu unakuja kumshuhudia hapa yani ananisumbua. Ndio. Mbishi. Ndio. Yaani haeleweki. Aha. Yanashikana naye kweli. Ndio. Tulikuja hapa na mtoto wangu. Kila saa sikumbuki kama ilikuwa gani. Yeah. Ana tatizo la meno. Ndio. Hayo meno yalimsumbua sijui miaka mingapi. Alianza kama alikuwa basi. Kutoka hapo ya meno yakaanza kulegea. Yamelegea. Nikimwambia meno mbona yamekuwa meusi? Alafu yanalegea. Yaani akiongea kama hivi ninavyoongea mimi, yanacheza yote. Utafikiri labda yanachomoka. Ndio. Kumbe ile ngozi ndio imelegea. Yale meno yameshika kwenye ngozi. Ndio. Akahama kwenye mlimani. Maana ndio yake yenyewe changamoto. Akaja mjini. Kuja mjini huku mita nikimbembeza. Kwa nini usirudi nyumbani? Mjini unafanya nini? Akananani. Kumbe yale meno nako huko mjini yanazidi. Sasa ulikuwa sijui mwezi wa ngapi mimi sikumbuka vizuri. Yale meno yakamuuma sana, aliamua kuchanganya. Yakamuuma siku hiyo alichofanya usiku mambo yamezidi. Akachukua zile bika zinazokaa kwenye mikebe. Akaanza kutoboa yale meno. Akatoboa akavuta. Kuvuta hayatoki, akachukua kisu akachoma, akatoa jino la kwanza, akatoa jino la pili. Sasa yakawa maumivu makali yanamsumbua. Mtoto wake akawapigia simu akina Alua. Akasema mama ametoa meno na kisu lakini anasumbuka kweli. Sasa nikasema mtu mkubwa mzima anakuhangaika naye baba huwa anakuwa na hasira. Nikasema mwacheni Mungu mwenyewe. Ndio. Ndio. Akakaa. Akarudi. Nyumbani alivyorudi. Yaani baba ukiangalia hayo meno, kwanza yale meno aliyatoa kule mjini. Ikabidi akaenda kuweka meno ya bati. Ndio. Yale yaliyobakia huko chini nayo yakabadilika. Ndio. Vikaanza kuchomoka vingine viko chini vingine. Mshaki mama Nabii alikuja hapa alimwambia sana nione, yaani mama mpaka alishangaa. Basi akaja hapa alikaa mama kumwombea akamwambia Jumapili hii uje, Jumapili ya kongamano uje ndio mwisho. Mimi nikakubali. Alafu nikamwambia mama Nabii, nikamwambia mama kwa sababu changamoto ya nauli ngoja wiki hii kwanza nikatafute. Wiki ijayo tutakuja. Niliporudi nyumbani ndo nikapata wazo lingine, kuna mtu akaniletea hela. Nikamwambia mama yake, bwana nilipata hela. Jumapili tuende. Akasema ndio tutaenda. Basi mimi nikakaa Jumapili ilipofika nikatoka kwangu Kisosa. Nikafuata choma. Nilipoenda nikamkuta kaka kwenye benchi. Mama yake akwende. Kana mimi siendi. Nikamwambia kwa nini uendi? Akasema mimi siendi. Mimi nikamwambia hii ni serious, sio utani. Lazima tuipe tuende. Yaani baba akakataa katuka. Akasema siendi. Mimi nikakaa pale nje nikamsubiri na mimi nikapata jazba nikabidi nikaondoka nyumbani kwangu. Nikarudi. Yaani domo lake lile yale meno yaliyochomoka upande wa chini yale yaliyokuwa meusi. Yaani narudia tena. Mshaki mama Nabii. Yale mimi ameanza kuona. Ndio. Baada ya maombi. Baada ya maombi mama alikuwa na maji. Alafu huku kulikuwa na mnundu unatokezea. Ule mnundu wote ukapotea. Ndio kidogo kwa mbali. Baba kingine. Yaani anafanya biashara ya kuuza chapati kwa mtaani. Anaamka saa 9, anaamka. Anachoma chapati. Sasa mimi nilitegemea atakuja na kinaamua. Nikamuuliza mtoto wangu pale Lema, mama mtoto mmoja alikuja. Kwa sababu hajakuja kuna mmoja anapika chapati. Lakini baba amekuwa. Asante sana. Kuna muda wake utafika atakuja. Asante, Mungu akubariki sana.